Jana tumeshuhudia hatua ya robo fainali ya michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco ikikamilika kwa michezo miwili. Mchezo wa kwanza ukichezwa majira ya saa 1 kamili za usiku, lakini mchezo wa pili ulikuwa mchezo ambao umechezwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Mchezo wa kwanza uliweza kuwakutanisha Algeria dhidi ya Nigeria, lakini mchezo wa pili ukawakutanisha Egypt ama Misri dhidi ya Ivory Coast. Sasa maswali yalikuwa ni mengi sana kwamba ni timu gani ambayo itaweza kuungana na Senegal na Morocco katika hatua ya nusu fainali. Kama jana hukufanikiwa kufuatilia michuano hiyo, basi ngoja tu nikusogeze kwenye matokeo ya michezo hiyo ya jana, ambapo tukianza na mchezo wa kwanza, mchezo ambao uliwakutanisha Nigeria dhidi ya Algeria. Mchezo huu bwana ulitamatika kwa jumla ya magoli 2-0, ambapo Nigeria yeye alifanikiwa kuibuka na ushindi huo. Mnamo dakika ya 47 kutoka kwa Victor Osimhen aliweza kuiandikia Nigeria bao la kuongoza, lakini baadaye dakika ya 57 Ako Adams akaweza kuiandikia Nigeria bao la pili. Lakini ni mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana, mchezo ambao ulikuwa wavuta ni kuvute. Niliweza kushuhudia mchezo huu ambao dakika za mwisho kiukweli kilichotokea ni kwamba Nigeria alijua nini maana ya michuano hii. Kwa hiyo Nigeria kiukweli siku ya jana imecheza mchezo ambao ni mchezo mzuri sana, mchezo ambao ni wa nidhamu kubwa sana. Tumeona wachezaji wakionekana na ile spirit ambayo wameagizwa na taifa lao. Kwa mchezo huu litamatika kwa Algeria kupoteza bao 2-0, na hivyo Nigeria kwenda kuwafuata Morocco na kina timu ya Sadio Mane, hapa nawazungumzia Senegal. Kwa hiyo hawa tayari wao washaingia hatua ya nusu fainali. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni mchezo ambao umechezwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Mchezo huu bwana uliwakutanisha mafarao Egypt wa Misri hawa. Yaani ukimwangalia Mohamed Salah, ukimwangalia Ahmad huku, kiukweli sijui nisemeje, lakini mchezo huu ulitamatika kwa magoli 3-2, Misri akifanikiwa kuingia hatua inayofuata kwa bao 3-2. Sasa hapa mabao ya Misri yalifungwa mnamo dakika ya 4 tu na Omar Marmoush dakika ya 4, lakini Rami Rabia dakika 32, huku Mohamed Salah dakika ya 52. Lakini yale ya Ivory Coast yalifungwa mnamo dakika ya 40 na Ahmed Fatou, lakini Buela mnamo dakika 73. Hivyo ilitamatisha jumla yale magoli 5 katika mchezo ambao uliwakutanisha Misri na Ivory Coast ama Cote d'Ivoire, ndio Kwa hiyo Mohamed Salah bado anaendelea kuwa miongoni mwa watu ambao wameibeba Misri, ndio kuelekea katika mchezo wa nusu fainali. Kwa hiyo sasa tunavyozungumza ni mchezo wa nusu fainali ambao tunasubiria kupewa ratiba rasmi, ambapo sasa utakutanisha Morocco, Senegal, Misri na Nigeria. Sasa mimi natamani kupata maoni yako hapo kwenye upande wa comment kwamba je, unaona ni nani ambaye ataweza kuchukua kombe hili la AFCON? Je, ni Misri ama Ivory Coast ama Nigeria ama Senegal? Hebu utaniambia hapo upande wa comment. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado huja subscribe, bado hujachelewa, na kuomba fanya hivyo. Lengo ni kupata taarifa zetu zote. Asante na kwaheri.